Kama tunavyofahamu kwamba Mojtaba Khamenei, mwana waliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ametangazwa rasmi kuwa kiongozi mpya wa Jamhuri ya Kiislamu kuanzia Machi 8, 2026 baada ya kifo cha baba yake kutokana na shambulizi la Marekani wakisaidizana na Israeli Februari 28, 2026. Lakini Mojtaba anazungumzwa sana kwa namna tofauti na wanaomfahamu, licha ya kuwa alikuwa nyuma ya pazia akiendeleza siasa na kutoa msaada kwa baba yake. Je, yeye ni nani kinagaubaga? Mojtaba Hussein Khamenei alizaliwa tarehe 8 Septemba mwaka 1969. Ni mwanasiasa wa Irani na mwanazuoni wa dini ya Kiislamu ambaye amekuwa kiongozi mkuu wa tatu wa Irani tangu tarehe 8 Machi 2026. Ni mtoto wa pili wa aliyekuwa kiongozi mkuu wa pili wa Iran, Ali Khamenei. Kwa muda mrefu alifanya kazi kama msaidizi mkuu wa baba yake katika ofisi ya kiongozi mkuu, akisimamia upatikanaji wa ofisi hiyo pamoja na masuala ya kisiasa na usalama. Alizaliwa katika mji wa Mashhad katika familia ya Khamenei yenye asili ya Kiazeri na Kiajemi. Alikuwa na umri wa miaka 9 wakati baba yake alipoibuka kuwa mmoja wa viongozi muhimu katika mapinduzi ya Iran ya mwaka 1979. Alipata elimu yake ya awali katika miji ya Sardasht na Mahabad, kisha akahitimu shule ya sekondari mjini Tehran. Baada ya kumaliza shule ya sekondari akiwa na miaka 17, alijiunga na jeshi la mapinduzi ya Irani, yani Islamic Revolution Guard Corps IRGC mwaka 1987. Alikuwa sehemu ya kikosi cha Habib bin Muzahir na alishiriki katika operesheni kadhaa za kijeshi wakati wa vita vya Irani na Iraq. Mwaka 1999 alirejea Qom kuendelea na masomo ya kidini chini ya uongozi wa baba yake na Ayatollah Mahmoud Hashem Shabrod. Na mnamo mwaka 2009 alichukua udhibiti wa kikosi cha kujitolea cha kijeshi cha Basij. Baada ya baba yake kuuawa katika vita vya Irani Februari 28 mwaka 2026, Mojtaba amechaguliwa kuwa mrithi wake na chombo cha viongozi wa kidini cha Iran kinachoitwa Assembly of Experts. Hata hivyo, awali aliwahi kuwekewa vikwazo na Marekani mwaka 2019 kutokana na uhusiano wake wa karibu na baba yake na taasisi ya usalama za Iran. Kwa mtazamo wa kisiasa wa kifidh, Mojtaba anahesabiwa kuwa miongoni mwa wanaharakati wenye misimamo mikali ndani ya kundi la wahafidhina wa kisiasa nchini Iran. Ripoti za Atlantic Council ilieleza kuwa ana uhusiano wa karibu na baadhi ya wanazuoni wa kidini wenye misimamo mikali zaidi. Wachambuzi wengi wanaamini kuwa ana mtazamo mkali zaidi kuliko baba yake kuhusu mpango wa silaha za nyuklia wa Iran. Wanasema kwamba huenda akapendelea kuharakisha maendeleo ya silaha hizo. Mojtaba Hussein Khamenei ana ndugu zake watano ambao ni Mustafa ambaye ni kaka yake mkubwa, Masud na Meisam ambao ni wadogo zake wa kiume, pamoja na Boshra na Hoda ambao ni wadogo wake wa kike. Babu yake wa upande wa baba anafahamika kama Javad Khamenei. Alikuwa mwanazuoni wa dini ya Kishia aliyekuwa masikini lakini mwenye heshima kubwa katika jamii, ambapo familia yao ina asili ya Kiajemi na pia mizizi ya Kiazeri kutoka mji mdogo wa Haman katika jimbo la East Azerbaijan nchini Iran. Pia wanadai ukoo wao unatokana na Hussein ibn Ali, mjukuu wa Mtume Muhammad, jambo lililosababisha Mojtaba kuitwa jina la kati Hussein, likimaanisha uzao wa Hussein. Utoto wake uliambatana na kipindi ambacho baba yake alikuwa akiongoza harakati dhidi ya utawala wa kifalme wa Muhammad Reza Pahlavi. Katika kipindi hicho aliishi kwa miaka 7 katika miji ya Sardasht na Mahabad kaskazini magharibi mwa Iran, ambako alipata elimu yake ya awali.
Kwa miaka mingi, Mojtaba alitajwa na wachambuzi kama mmoja ya watu wanaweza kumrithi baba yake katika nafasi ya kiongozi mkuu wa Iran. Hata hivyo, kulikuwa na mjadala mkubwa kwa sababu kiongozi huyo anatakiwa kuchaguliwa miongoni mwa wanazuoni wakuu wa Kishia. Hata hivyo, tarehe ya 8, Baraza la Waislamu, yani Assembly of Experts, lenye wajumbe 88 lilitangaza kuwa Mojtaba Khamenei amechaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa Iran kwa kura ya uamuzi. Mojtaba anahusishwa na kundi la wahafidhina wenye misimamo mikali ndani ya siasa za Iran. Ana uhusiano wa karibu sana na wafuasi wa mwanazuoni Muhammad Taqi Mesbah Yazd, na pia alihusishwa na chama cha Front for Islamic Revolution Stability. Wachambuzi wengine wanaamini kuwa baada ya kuwa kiongozi mkuu, anaweza kutegemea zaidi nguvu za kijeshi za IRGC kuliko baba yake alivyofanya, na pia kuchukua msimamo mkali zaidi dhidi ya Marekani. Mojtaba Khamenei alimwoa Zahra Haddad Adel mwaka 1999, binti wa mwanasiasa Gholam Ali Haddad Adel. Wana watoto kadhaa akiwemo Mohammed Amin, Fateme Sadat na Mohammed Bagheri. Kwa mujibu wa taarifa za serikali ya Irani mwaka huu, wakati wa mashambulizi ya kwanza ya Februari 28, mke wake, wazazi wake na mmoja ya wanawe waliuawa katika mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani na Israeli wakati wa vita vya Iran. Ripoti mbalimbali zimeeleza kuwa Mojtaba Khamenei anadaiwa kudhibiti mali kubwa za kifedha, ikiwemo akaunti katika benki kama benki ya Ayend. Uchunguzi wa hivi karibuni mwaka huu uliochapishwa na gazeti la Bloomberg ulidai kuwa ana uhusiano na mtandao wa kifedha wa kimataifa, ikiwemo mali katika miji ya London na Dubai. Huyu ndiye kiongozi mkubwa wa sasa wa kidini nchini Iran, ama Ayatollah mpya. Hakuwa na cheo rasmi serikalini, lakini amejulikana kwa ushawishi wa nyuma ya pazia katika siasa na uongozi wa Iran kwa miaka mingi. Anahusishwa kwa karibu sana na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC ambacho kilimkubali mara tu baada ya kuchaguliwa kwake. Mojtaba pia ametajwa kwenye tuhuma za ukandamizaji wa maandamano, hasa yale ya mwaka 2009 iliyofuata baada ya uchaguzi. Lakini ripoti za kimataifa zinamhusisha na utajiri mkubwa, ikiwemo madai ya zaidi ya dola milioni 100 kupitia kampuni hewa nje ya nchi. Pamoja na hayo, Marekani imeonyesha tahadhari ikisema uteuzi huo ni tatizo, huku Israeli inasisitiza kiongozi yeyote atalengwa ikiwa ataendeleza uhasama ambao unaendelea hivi sasa. Swali linalobaki, je, Ayatollah Mojtaba Hussein Khamenei ataweza kuendeleza msimamo wa baba yake, ama atakuja na msimamo wake mkali zaidi ama wa wastani?